Mechi ilikuwa ngumu sababu pointi 3 muhimu ilikuwa inahitajika, na ndio ambayo imeweka hiyo utofauti wa pointi 8 na ambaye anamfuatia. Na pia katika mechi ya ufundi ndio maana kuna baadhi ya wachezaji ambao aliwatumia kwenye mechi iliyopita walichoka, ikabidi wapumzishe ili awape nafasi hawa wengine. Lakini hao wengine ambao amewapa nafasi, ijapokuwa hawakujituma kabisa kama alivyotarajia, na ndio kitu ambacho kinamfanya yeye kuwa na hasira kwa wachezaji wengine. Hata kama wao wamepewa nafasi, wao hawapewi nafasi, lakini wamepewa nafasi wameshindwa kuitetea. So inawezekana hawako kabisa kisaikolojia, hawako vizuri. Si on veut grandir, les joueurs doivent comprendre. Ici, encore une fois, j'insiste sur cela. J'insiste. Des joueurs qui restent 2 années ici, sans progresser, c'est que ça ne va pas. C'est qu'ils n'ont pas la tête dedans. C'est juste leur ambition d'être, voilà, ils ont un truc, ça je n'accepte pas. Je veux chaque joueur qui appartient à Yanga, il doit être comme un soldat. Le jour où on a besoin de lui, il est le premier à mettre sa poitrine devant le truc. Et tant qu'on n'a pas cette mentalité ici, tant qu'on ne peut pas encore être plus ambitieux pour être une grande équipe d'Afrique, c'est cette mentalité qui doit changer, que je veux de mon joueur. Celui qui est prêt, il est bienvenu. Celui qui n'est pas prêt, il n'est pas le bienvenu. Wachezaji kwa mfano kama wachezaji ambao wako Yanga tayari miaka miwili lakini hawapendi kubadilika. Na kutokubadilika kwao ni kwa sababu wao wenyewe hawajaamua kusema tunataka kuwa wachezaji wakubwa. Labda wapo Yanga tu ili wawaone kama wako Yanga, lakini akili yao haipo pale Yanga. Hamwezi mkawa timu kubwa au kutaka kuwa timu kubwa au kuchezea timu kubwa kama wewe mwenyewe kisaikolojia hauko vizuri, hautaki kwenda mbele. Ndio maana unakuta sasa yeye mchezaji ambaye hataki kubadilika kwake hana nafasi. Mchezaji ambaye anataka kubadilika ndio ambaye ana nafasi. Huwezi ukawa mkubwa kama wewe mwenyewe akili yako sio kubwa. Lazima uwe na akili kubwa ndio uwe mchezaji mkubwa. Unapokuwa unachezea Yanga lazima ujue tayari wewe ni mchezaji mkubwa, sababu Yanga ni timu kubwa. Hawezi kuwa Yanga timu kubwa lakini wewe ni mchezaji mdogo. Kocha amekiri kwamba wachezaji ambao wamewatumia leo hawakuwa kwa ajili ya kupambania timu ama kuendesha ubora, kwa sababu wameamua kwenye lakini yeye pengine kuwatumia wachezaji ambao anaamini kwamba hawajitumi siku zote, huoni kwamba alikuwa anakwenda kuriski matokeo ya leo ya ushindi ambayo mtaki pengine kupata ushindi ambao mzuri na mnono na ukiwa mcheza vizuri, lakini pia ipi future sasa ya wachezaji ambao hawajitumi ndani ya c'est bien que vous venez d'avouer que l'équipe n'a pas bien joué, surtout les joueurs que vous avez commencé avec eux. Alors, d'après toi, ce n'est pas que tu as risqué de faire jouer les joueurs qui ne se donnent pas, Peut-être si tu commençais avec les autres joueurs là qui se donnent, on allait avoir une victoire grandiose avec trop de buts et tout machin. Alors, qu'est-ce que tu penses pour ces joueurs-là qui ne se donnent pas pour l'avenir du club? Je ne suis pas d'accord avec lui. C'est pas comme ça le football. Le joueur qu'il veut avec qui commencer, c'est le joueur qui ont joué contre Mazembe. Et c'est presque les mêmes joueurs qui vont jouer le match contre Mali. Yani, and we play with the same joueur today. Yani, you think my player is Robocop? Eh? No, give him question. Anasema ina maana wale ambao wangeenda wale ambao watacheza mechi ya Jumapili na Mali na wao ndio wangecheza tena mechi ya leo. So mjibu hapana. Félicitations au résultat du match à l'extérieur. Le match était difficile, mais vous êtes sorti gagnant. Si vous pouvez expliquer, vous pouvez parler avec les journalistes, quelle technique que vous avez utilisée pour être vainqueur. C'est un très mauvais match. Vas-y en même temps. Comme je dis, comme ça, tu ne vas pas réfléchir, tu ne vas pas rater. Donc je demande pardon à tous ceux qui ont assisté. J'ai jamais vu un Yanga jouer comme ça. C'est le plus mauvais match depuis que je suis ici. Bon,
Certains peut-être ils ont des excuses après la fatigue du dernier match. La tête peut-être aller au niveau du prochain match. Peut-être ceci explique cela, mais non, sorry. Yani, Yanga, tous les joueurs de Yanga, à partir, quand tu es un joueur de Yanga, tu dois être à la hauteur. Quand tu as une chance pour jouer, tu dois mettre ton dame dans le sol pour jouer. Parce que les chances sont très rares. Et c'est pour ça que je n'ai jamais attaqué des joueurs. Mais c'est pour ça que quand je donne à des joueurs la chance de jouer, de porter le maillot pour jouer, hein, à ce moment-là, il faut être à la hauteur. Malheureusement, beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, mais que je leur ai donné la chance, n'ont pas été à la hauteur. Et ça, c'est au niveau mental. Ça, quand on travaille, il doit progresser. Il y a des joueurs, 2 années, ils n'ont pas progressé ici, c'est moi. 2 années. Et les gens disent, pourquoi celui-là, il ne joue pas, pourquoi? Mais voilà pourquoi il ne joue pas. Mechi ya leo, kwanza naomba samahani kwa watu ambao waliotazama mechi ya leo. Ni mechi mbaya katika mechi zote ambazo nimeanza kufundisha toka niko Yanga. Wanaweza wakasema, wachezaji wanaweza wakasema labda sababu ya uchovu ama sababu kuna mechi nyingine ambao wanajiandaa nayo, ndio inaweza ikawa sababu. Lakini hiyo sio sababu kabisa muhimu ambao wanaweza kutumia wachezaji wengine, sababu wachezaji wamesajiliwa wote ili kucheza. Hata wale ambao wanakuwa hawacheze muda kwa muda, lakini nao pia ni wachezaji ambao wanapopewa nafasi ya kuvaa jezi ya Yanga lazima waoneshe kitu ambacho wanacho. Unapewa nafasi unashindwa kuonesha. Kuna wengine ambao wana miaka miwili toka waje, kiwango ni kile kile, hawabadiliki, hawaoneshe utofauti. Wakiwekwa nje, mara sijui fulani anacheza, fulani hacheze, lakini unajituma ili utetee nafasi yako. Ndio maana mechi ya leo unaona wenyewe jinsi ilivyokuwa mbaya kutokana na aina ya wachezaji ambao hawakutaka kujituma ili kuonesha nini ambacho wanacho. Il dit le match d'aujourd'hui, Yanga vient de gagner 3 points. Il a maintenant la différence de 8 points avec son adversaire qui est deuxième, Simba. Alors cette victoire d'aujourd'hui donne quelle image pour les courses de titres du championnat de NBC en Tanzanie? C'est pour cela que le match était difficile, parce qu'on devait donner la possibilité de récupération de joueurs qui ont beaucoup donné les derniers matchs, et pour faire un turnover pour leur permettre de récupérer un très difficile voyage, un match difficile et qui va venir. Et en même temps, je dois chercher les 3 points aujourd'hui, justement pour garder cette différence. C'est pour cela que je suis très fâché. Jamani, please, respect. Hey, press conference. Nafikiri kwanza cha muhimu tukiwa kama tulicheza na timu bingwa ambayo ni timu kubwa, iko kipindi kizuri, inaweza kupata matokeo mazuri, ni timu ambayo itakuwa iko na confidence. Na kwa sasa sisi tofauti na wenyewe ndio tuko kwanza mkipindi kibaya. Tulikuwa na plani ambayo tulikuwa tunasema at least tumalize kipindi cha kwanza bila kuruhusu goli. Kwa hiyo kipindi cha pili yote inaweza kuwezekana. Lakini mwisho wa siku sitasema kama ni shida, tulikuwa ni shida ya timu. Naweza sema ni shida iko individual. Ni shida ni mistake ya individual. Maana ni ya mtu mmoja, ni kipa, nafikiri mnaona kipa alifanya mistake, na ukishafanya gift, ukipana gift ya hivi kwenye timu kubwa ni vigumu sana timu kurudi ya seka mnaenda kwa. Ni timu ambayo inahesabu sasa mechi ngapi iwe au mbili. Itakuwa ukishapana gift ya hivi itakuwa ni vigumu sana. Hapana. Hatakuwa na plan kusema kama tunapoteza hii mechi. Tunasema manake tusiruhusu kwanza, tunabidi kukubali kwanza, unajua kwanza opponent wako ni nani. Na iko mkipindi gani. Alafu na wewe mwenyewe kwanza unapaswa kufanya self assessment ya kwa wewe mwenyewe uko mkipindi gani.
Kwa hiyo nilikuwa nasema kiukweli hatuna confidence kama jinsi Yanga iko nayo. Yanga anaweza msijuzi na mechi ya kimataifa, nafikiri alifanya vizuri. Sisi tunamaliza mechi ya mwisho tulipoteza, na sehemu ambayo tuko kwenye ligi hatuko sehemu nzuri. Kwa hiyo nafikiri kwanza kimantali tuko tunapishana. Kwa hiyo hapo sasa ukicheza unapana gift kama hii inakuwa ni vigumu sana. Kiukweli mimi ningipongeza wachezaji wangu, tulicheza vizuri, walicheza walijipana kule kupana, isipokuwa ni mistake tu ilitokea ya kipa. Swali pili. Sawa, mwalimu kwanza kwa ni matokeo. Yeah. Kupoteza dhidi ya Young Africans. Lakini kitazama KMC mara ya mwisho kupata ushindi ilikuwa ni Desemba 22 ya jana dhidi ya City. Kucheza michezo 6 mfululizo pasipo kupata matokeo ya ushindi, kwa sare dhidi ya timu shule. Kile nini ambacho unakikosa kwa wakati huu kiasi cha kwamba kwenye michezo takriban 6 unashindwa kupata matokeo ya ushindi? Wakati ukitazama pia kwenye msimamo wa soka Tanzania bara inazidi kutoka kwenye zile nafasi za juu na kurudi chini. Najua matokeo yote yanatizamwa ni mwalimu, ila kuna vitu vingine haviwezi vikaongelewa hapa kwenye microphone. Ila tujue tu kama ni kweli tunakubali au lazima tuko msehemu pabaya, hatujapata matokeo mazuri. Tunapambana, mwisho wa siku najua kama mtazamo wetu utakuwa ni mwalimu, na kweli inabidi usikimbie, inabidi kukubali responsibility. Lakini cha muhimu ni kama target tulikuwa nayo kufanya vizuri ni kama iliharibika. Kwa sasa kweli target inakuwa ya kusema tujilinde timu isiporomoke. Nafikiri nyingine yatarekebishwa wakati tutapata muda wa kukaa, lakini kwa sasa sina zaidi ya kuona kama zaidi ya nani kwenye microphone siwezi katoa. Kuna vitu vingine na vitu vibaki tu kwenye familia vinabaki ndani. Swali tatu. Naam. Mtazama mchezo leo, kipindi cha kwanza inaonekana ilikuwa offside, ilikuwa haipo kabisa kwenye ubaya ambao kusema wanataka matokeo. Ni nini kinaitafuna timu wewe unachokiona mpaka sasa? Ni wachezaji kupoteza confidence au wamechoka, waonyeshi kama wanataka matokeo? Nafikiri narudia ile swali, unataka matokeo, face yako piko nani? Sawa. Ukisema kipindi cha kwanza kina dakika 45. Mzile dakika 10 za mwanzo tulikuwa tujaanza kuwa na tatizo yote. Ila timu gisi inaenda ni timu kubwa, inabidi tukubaliane nayo. Ndio ningia na iko mkipindi kizuri. Kwa sasa si hatujakuwa, ni kweli vile takriban ya mechi zikipita upati matokeo, kuna kitu ambaye mwili wako unapoteza. Hiyo confidence lazima unaipoteza. Kwa hiyo tunatafuta kwa tujijenge, sasa tunajijenga kwa nani au na mbele ya nani? Kwa hiyo nafikiri kipindi cha kwanza hivi tunazungumzia hatukucheza vibaya kama gisi unazungumzia kila dakika tulikuwa vizuri, la mwisho siku timu kubwa ilionyesha na nani? Ilionyesha ukubwa yao na mistake ikaingia na tukachangia, basi nafikiri matokeo ndio yakawa hivyo. Asante.